Wewe kijana umefuata nini hapa? Wewe kijana umekuja kufanya nini hapa? Samahani mzee wangu. Kuna mtu anamsubiria hapa mara moja. Niende naye hivi mjini. Hapa sio eneo la kumsubiri mtu hapa. Hapa mimi ni kwangu. Alafu wewe kijana, uchafu wako wote nimeshaujua. Unamchezea binti yangu, unataka kunichezea na mimi. Haiwezekani. Wewe kazi yako kuchezea mabinti wa huu mtaa, si ndio? Hapana. Binti yako nishaongea naye kila kitu. Na nishamwambia sijajipanga bado. Anipe muda. Hakuna kukupewa muda. Hujajipanga nini? Kazi yako kuchezea tu watoto wa wenzio, si ndio manake? Hapa uliza mtaani hapa. Mtaa wote wanajua Kapulio ni nani. Hawezi kukubali katika nyumba yake kuchezewa namna hii. Mimi nafuata sheria na misingi ya binadamu inavyosema kwamba lazima ndoa ifanyike katika nyumba hii. Unataka kuvuruga heshima yangu? Pumbafu wewe. Kwanza toka kabisa. Pumbafu. Sala! 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 Babu, nimekusikiza kwa makini. Udhaifu ulionao unakusababishia wewe mkeo akudhalau. Umempa uhuru wa kutosha kiasi kwamba inafikia hatua kwamba sasa yeye ndo aonekane kama jogoo. Anakwenda kwenye mikopo ya riba bila kukufahamisha wewe. Unaona? Anafanya hili na lile bila kukufahamisha wewe. Yaani hapo umeonyesha unyonge na udhaifu mkubwa sana. Ndio chanzo cha wewe na yeye kujiona kwamba ndio kijogoo, wewe ndo koo au mtetea. Wewe mwanaume ndio unatakiwa uwe kichwa cha familia. Usiukaa katika hali ya unyonge, udhaifu. Kila anasema yeye ukubali tu. Usikubali. Babu, unafeli wapi? Makubwa, na wewe unajiita mwanaume. Katika wanaume nao utapita sasa. Hivi Eli, unajielewa kweli wewe? Au upo tu kama watu wengine ambao hawana mbele wala nyuma? Umeniita ulikonitoa, nimeacha majukumu yangu ya muhimu, nimekuja kukusikiliza. Alafu unaanza kuniambia vitu ambavyo havina hata msingi. Nimeenda pale kwa kina Sala, yule sijui babaka anifanyaje, amenitukana, sijui amenidhalilisha mbele za watu, sijui amenipiga, sijui. Yaani I wish yule mzee angekupiga, angekuvunja hata hiyo shingo. Kila kitu angekisambaza. Alafu unakuja kuniambia mimi sijui. Kweli unajielewa? Ninakushauri tafuta mtoto wa kike mwingine awe mzuri, unayempenda, nafsi yako inafarijika. Tena utafute saa 6 ile dodo ile, ili akutimizia haja zako ambazo huyo anakunyima huenda katika si unajua tena mambo ya ndani, hiyo ni siri ya ndani. Na huyu wa ndani jitahidi sana kumliwaza, umuonyeshe mapenzi makubwa ya kuweza kumsaidia, mfano kazi za kupika, kufua, kuosha vyombo, unaona, ili ajisahau kabisa kwamba huwezi kuwa na demu mwingine zidi ya yeye. Mimi ninachotaka kujua, pale kwa kina Sala ulienda kufanya nini na ulisema yule binti umtaki? Pale mimi niliitwa na Sala pale. Hilo sio jibu nalotaka. Ulifuata nini pale kwa yule binti? Alienda kwenda kuchukua pesa. Kwa hiyo mwanaume mzima unategemea hela za mwanamke. Mimi hapo nakuelewaje? Pale mimi napata pesa. Pesa naitafuta mimi haikizi mahitaji yangu. Mimi nilipokuwa bado kijana, nikuitwa Ponda Mali wa ukweli. Shafahamu? Nilikuwa nikiona mtoto kapita wa kike hapo, hata kama nakula ugali naacha chakula. Nafuata. Ujana kweli ni maji ya moto. Sisi ilikuwa ni mto wa moto. Unapojua maji moto ya Mwanza pale. Panaitwa maji moto pale Mwanza. Pale TANESCO pale kuna maji yanabubujika yana moto kulikweli yale. Ndio nilivyokuwa mimi. Nishazaa watoto 40 na kila mtoto na mama yake. Lakini hawa walikuwa wajuani, sasa wanakula pamoja, wanakwenda kwenye shughuli pamoja. Wewe unafeli wapi? Kwanza mpangia hata muda wa kupika wewe. Hata majirani na watu wapitao pale walio karibu na wewe wasema huyu babu kaisha huyo. Hasemi kwa mwanamke hakohoi. Hao ndo mahaba ya wewe na yeye. Ili umpumbaze yale yote ambayo wewe unayafanya huko pembeni. Ambapo nakushauri kwamba uyafanye huko pembeni. Ili sasa
Ajua kwamba hakuna anayempenda zaidi ya mimi. Mimi ndio mimi. Unaona? Kwa huwezi kutafuta pesa ambayo inaweza kunikizi mahitaji yangu mpaka uende kwa yule mwanamke. Unajua unanishangaza. Sio kama wanaume wengine wanaopambania mapenzi zao, wanaishi vizuri, wanapendeza, wanakula bata, lakini unanishangaza. Au mpaka nitoke mimi hapa nikutafutie kazi, niende sehemu sijui nikufanyaje, au nikueleweje? Wewe kwa kama mwanaume. Mimi pale Sala niita nikachukue pesa. Sawa. Na hiyo pesa ilikuwa imenitaka nikachukue. Ndio nilikuwa nataka nikuletee katika ile swala uliniambia kuhusu kusuka, kula nini. Alafu kitu kingine sio kijua. Mimi Sala simpendi. Yaani Sala simpendi. Mimi yule nampiga tu pesa. Katika hilo swala natakiwa ulitambue. Yule mimi nampiga pesa ndio basi simpendi. Na pesa nazo zichukua mimi pale, sio kwamba natumia mimi. Tutakuja tuwatumia wote. Of course na wewe mwenyewe unafahamu tushaliongea hili swala toka zamani. Lakini nashangaa mwenzangu anataka kunigeuka. Inakuaje hapa? Sawa babu, mimi nimekuelewa. Lakini kitu ambacho nilikuwa tu sijakwambia, nikutana na ndugu yangu mmoja akanipa ushauri na mimi nikaufanyia kazi pia. Mimi ukweli nina binti wa pembeni ambaye kwa sasa ndo faraja yangu mimi. Hapo ndo patamu sasa. Hapo ndo patamu. Hapo sasa najua kwamba kweli sasa umeanza kukua sasa. Umeanza kuwa kijogoo. Naam. Sasa babu, mimi naona muda umeenda sana. Na huu ndo muda wa magari ya mwisho mwisho. Naam. Mimi nikuache maana tukikutanaga na wewe story huaga haziishi bwana. Wasiliana muda mwingine. Basi ishara ngoja nikuiskoti kwa sababu bwana usiniachie mapanya. Haya. Ndiye akitembelea nyumbani. Eti uoni kosa? Kwa akili zako uoni kosa ambalo wewe umelifanya, si ndio hivyo? Inavyoonekana wewe yule binti unampenda. Unampenda yule Sala kuliko mimi. Sasa sikia. Baki na yule unayempenda, alafu mimi niache na maisha yangu. Sitaki mazoea. Ati. Niache sitaki. Mwanangu, nimekuita hapa nikupe usia. Ni kwamba ujue historia kabisa ya maisha yangu na maisha yako. Wewe mwanangu, wakati nakuzaa tulikuwa mimi na mke wangu. Lakini bahati mbaya kwa mapenzi ya Mungu, mama yako alifariki. Alipokuwa amefariki amekuacha wewe ukiwa mtoto mdogo sana. Unahitaji malezi ya mama, lakini nilivaa kofia ya mzazi kwa ajili ya kukulea wewe. Toka mama yako amefariki, sikubahatiwa mimi kuoa mwanamke mwingine. Najua kabisa mama wa kambo atakutesa na angekupa unyonge. Karibu sana. Karibu. Karibu. Najua unajiuliza kwa nini nimekuleta hapa. Yeah. Lakini ukweli ni kwamba kuanzia sasa maisha yako yatakuwa hapa. Nikaamua kupambana na wewe mpaka umekuwa mtu mzima. Wewe ni binti yangu wa kwanza pekee. Nimepoteza gharama nyingi kukusomesha ili uweze kunisaidia mimi baba yako na wewe kujisaidia. Na nimeuza vitu vingi vya gharama kwa ajili ya kusomesha. Baada ya kuona hayo, nimeona mwanangu kama unapotea, unakwenda kwenye njia ambayo sio sahihi. Hakuna mzazi yoyote anaona mtoto wake anapotea afu anabaki anamwangalia tu. Haiwezekani. Ndio maana nimekuita nimekwambia kwamba usisababishe mapenzi ya kutawala. Jambo nililokuwa naliomba ni moja tu, ni kwamba vumilia, utakapokuwa utayakuta yapo tu na wala hayaendi popote mwanangu. Nakuleta hapa kwa sababu kule ulikokuwa unaishi ni kama palikuwa Uswahilini hivi. Kwa hiyo hapa nilipokuleta ni eneo tulivu. Hiyo haina kelele na wala haina mwingiliano
wa watu wengi. Seme tu kuanzia sasa maisha yako atakuwa hapa. Chochote ambacho kipo kule ambacho kinastahili kwenda kukichukua unaweza kwenda ukabeba ukakileta hapa. Lakini baba, mimi sasa hivi ni mtu mzima na ninahitaji kuwa na familia yangu. Nimemchunguza Ali, nimeona anafaa. Alafu baba, kingine ulichomfanyia Ali sijapenda. Umemzalisha mbele za watu, umempiga. Huko alikuwa amejisikia vibaya. Ali, wow. Mimi kwa kweli napenda nikushukuru sana 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 na zaidi ya sana. Kiukweli hili ni jambo kubwa sana ulilonifanyia. Na ninaahidi nitakupenda, nitakutunza na nitakuwa na wewe mpaka mwisho wa maisha yangu. mimi ndio baba yako. Nimempiga yule kwa faida ya kwako. Sihitaji mimi kumuona Ali katika nyumba hii, kwa sababu Ali hakutakii maisha mema. Ali mimi nilimpa nafasi, lakini hakuifuata. Kwa hiyo Ali sio kijana sahihi kwako katika maisha yako. Subiri utakapofikia wakati wa kutaka mchumba, mimi nitakutafutia ili uishi katika maisha mazuri ambayo hata mimi mzazi wako nitafurahia. Lakini Ali anatudhalilisha katika eneo hili. Hivi katika nikitoka nje, unaona, najionaje mimi mzee Kapulilo? Najiona aibu sana mzee Kapulilo, kwamba kuna mtu anakaa kwenye kizingiti pale eti anamendea mtoto wangu. Sipendi kabisa. Napenda ndoa iwe nzuri. Unapolitaja jina la Ali, mimi kwangu masikioni, yaani sijui niseme nini, kwa sababu ni kijana ambaye anatudhalilisha. Nimefanya hivi kwa sababu ya kurudisha fadhila ambazo ulikuwa umenipa. Mpaka sasa najisi nimekuwa Zumbe yule ambaye alikuwa awali. Na sema tu kwa upande wangu uchumi kidogo umelegalega, lakini bila hivyo ilikuwa ni kujengea ukae kwako kabisa. Kiukweli hata kwa hicho ulichonifanyia ni alama kubwa sana ndani ya moyo wangu, na ni tendo ambalo halitofutika kamwe ndani ya maisha yangu. Nakupenda sana. Nashukuru sana. Sawa baba, hata kama mtu amekuja hapa nyumbani sio kumzalisha kama ulivyomfanyia Ali. Afu mimi kusema nachagulia mtu sahihi wa kuwa naye, mimi nimemwona Ali ndo anafaa. Mwanangu, imefikia mimi unanidharau mimi baba yako kweli kwa ajili ya mpumbavu huyo Ali? Asante sana mpenzi wangu. Sasa twende nikakuonyeshe nyumba nzima jinsi ilivyo, maana nyumba ina vyumba kama viwili, ina choo, ina bafu, ina jiko, ina kila kitu. Kwa chumba kimoja kitakuwa cha kwako, pengine ukitembeleana na wageni chumba kingine cha wageni. Twende nikakuelekeza. Okay. Maana sasa hivi umekuwa mtu mkubwa, unaanza kuletea jeuri mimi baba yako kweli? Toka kabisa katika nyumba yangu hapa, sihitaji kukuona. Sawa, mimi naondoka, ila siachani na Ali. Unasemaje? Zumbe, wale wajinga niachie mimi. Sasa wewe hata uone kwamba wale watu hawana akili. Yaani mambo yetu sisi ya wanawake yanawakuhusu nini wewe? Mpaka wanakuja kukwambia. Uone kwamba wale akili zao haziwatoshi. Wale wananidai mimi. Usijali nitamalizana nao. Ni sawa, lakini yanakuwa yanaharibu kama taswira hivi ya familia yetu na majirani zetu ambao wanatuzunguka. Na wakati mwingine unapokuwa unaingia kwenye vitu kama hivi, jitahidi basi unanishirikisha. Lakini pia kuna mmoja miongoni mwa wale waliokuja amesema hajui kabisa kama una mume, hujawahi kuambia kama umeolewa. Sasa ni jambo ambalo linafikirisha kidogo. Kwa hiyo sasa hii ndoa imekuwa matangazo. Nijitwishe sasa bango nianze kutembea. Nadia mke wa mtu, Nadia mke. Hivi Zumbe, kuna umuhimu gani wa kuambia wale malaya kwamba mimi nimeolewa? Unaona kuna umuhimu wote hapo?
Yaani mambo yangu yanawahusu nini? Afu kizingatia kuhusu swala la mchezo, Zumbe, ni mara ngapi nakuwa na kuomba hela ya mahitaji yangu madogo madogo unaninyima. Unasema sijui mshahara mdogo sijui kitu. Sababu chungu nzima. Kwa hiyo unataka mimi hizo pesa nizitoe wapi? Au unataka nitoe wapi hela mimi? Hebu acha kufuatilia mambo ambayo yakuhusu bwana. Unataka nini? Nadia, kuna wakati mwingine mipaka izingatiwe. Kuna wakati mwingine ujue unazungumza na nani. Sawa? Sio unazungumza tu kama unazungumza nao wajinga wenzio huko. Mimi ni mumeo, nimekuoa kwa ndoa tena kanisani. Leo unajibu tu ujui unaongea na nani? Usabishe nikaamini usemao uhuru bila mipaka ni sawa na wenda wazimu. Wewe, nataka heshima yangu. Nataka respect ndani ya nyumba. Sawa? Zumbe, heshima? Wewe unataka heshima Zumbe? Wewe? Bwana. Hebu we serious siku moja bwana. Okay. Unataka heshima hiyo hapo baba. Unaweza ukakaa nayo.